muda huu nataka nikaombe kwa ajili yako. Inawezekana unaponitazama na kunisikia, kuna mahali unapita, ndoa yako haina amani, yamkini una kazi, au umri wa kuolewa unaona kana kwamba unapita, au unasumbuliwa na mikosi na balaa, unasumbuka na roho za madeni, roho za laana, kila unalofanya liendi, au madhabahu ya ukoo inatesa maisha yako. Unapita kwenye hali gani? Je, ni roho za madeni? Je, ni roho za hofu, roho za mashaka? Unapitia mazingira gani? Uliwatumaini hawajakusaidia? Yuko Mungu mwenye nguvu na uweza. Yuko Mungu ambaye anaweza kukutoa kwenye hali ulionayo. Huna sababu ya kukata tamaa, huna sababu ya kuvunjika moyo. Nataka nikaombe kwa ajili yako. Maombi haya yamejaa upako, maombi haya yamejaa nguvu ya Mungu. Maombi haya yanaweza kukutoa mahali unakopitia muda huu, saa hii. Maombi haya yanaweza kuvunja kila nira inayotesa maisha yako. Naenda kuomba sasa. Bwana Yesu, wewe ni Alfa na Omega, wewe ni mwanzo na mwisho. Na muinua mtu katika mkono wa neema yako. Simama kama Mungu. Bwana, angalia mahali anapopitia, angalia ndoa yake, angalia watoto wake. Bwana, kwa jina la Yesu ukasimame kama Mungu, ukamponye, kwamba anasumbuka na magonjwa gani, kwamba ni kansa, ni ukimwi, vidonda vya tumbo, presha, kisukari, kwamba ni tumbo la mama, ni gazi kwenye mwili wake. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ukaweza kumuinua na kumponya mtu huyu. Baba, angalia kwa habari ya kazi, amekuwa akitafuta kazi, fungua mlango wa kufaa wa kazi. Roho Mtakatifu, simama mwenyewe, onekana kwa habari ya ndoa yake ambayo haina amani. Umesema alichokiunganisha Mungu mwanadamu hawezi kukitenganisha. Baba, ni kwa habari ya huduma, ukainue huduma yake. Roho Mtakatifu, ukatete na wanateta naye, fanya njia za maadui zake kwa utelezi na giza. Baba, ukamtangulia usiku na mchana, ukamuinue. Ninaomba kwa habari ya biashara yake, ukainue. Ninaomba kwa habari ya kazi yake, ukainue. Baba, kwa jina la Yesu Kristo ukamtangulie mtu huyu usiku na mchana, ukaweze kuonekana. Bwana, nuru ya uso wako ikaweze kuambatana naye. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo ukampiganie aingiapo atokapo. Roho Mtakatifu usimpungie kwa neno wala kwa tendo. Baba, ukamuinue zaidi, ukamtambulisha. Huu ni wakati wa kumtambulisha. Roho Mtakatifu ukageuze aibu anayopitia, Bwana, ikawa utukufu. Ukageuze hicho kilio ambacho amekuwa akipitia, Bwana, ikawa ni kicheko. Bwana, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti ukaweze kuonekana muda na saa hii. Ukageuza hali ya magonjwa kwa uzima, na kemea nguvu za giza, na katama roho ya kukataliwa, roho za laana ndani ya mtu huyu. Ninaharibu roho za mikosi na balaa kwa jina la Yesu, kwamba ni roho za hofu, kwa mamlaka ya jina la Yesu, kwamba ni roho za madeni. Ninaharibu kila utendaji wa adui. Baba, ninasema asante kwa sababu ya damu yako ya thamani ambayo Bwana imemuinua na kumfunika mtu huyu katika nguvu na uweza wako, na yuko huru sasa. Sifa na utukufu ni kwako, maana umetenda, katika jina la Yesu, amen. Amini, Mungu ametenda. Imani bila matendo imekufa. Fanya kile ambacho ulikuwa huwezi kufanya. Maombi haya yamekufungua, yamekuweka huru. Mateso ya kila namna yamekuachilia. Ulituma neno lake kuwaponya na kuwatoa katika maangamizo yao. Mungu ni mwaminifu, na Bwana atunze uponyaji na baraka ambazo umezipokea kupitia maombi haya katika jina la Yesu, amen.